akifanya kuwa dhambi ni part na parcel ya maisha yake, lazima ataharibiwa. Na hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tukiangalia katika siku ya leo. Kutoka 19:4-6. Hebu sikiliza Mungu anavyosema. Anasema, Ndio. mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri. Naam. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Unaona, Mungu anaanza kusema, angalieni ninavyowapenda. Mlikuwa watumwa, nimewatoa kule Misri. Anapozungumzia mbawa za tai, ni jinsi ambavyo aliwaokoa Israeli. Nyuma kuna jeshi la Farao, huku kuna majabali na huku kuna majabali. Lakini kwa bahati Mungu akaweza kumsababisha Israeli akavuka katika bahari ya Shamu. Kama sio mbawa za tai, kama sio uwezo wa Mungu, wangewezaje kuvuka? Na tai siku zote anawakilisha swiftness. Yaani ni kitu kinachoruka kwa wepesi, kitu kinachokimbia. Tai ana nguvu sana na uwezo mwingi wa kukimbia. Ndio maana anafananishwa na uungu, anafananishwa na Yesu Kristo. Ndio maana kati ya wale wenye uhai wanne walioko kwenye kile kiti cha enzi, mmoja ana kichwa cha tai. Ni mwepesi katika kuokoa wakati wa majanga. Ndiye aliyewaokoa wale vijana watatu kwenye tanuru lilokuwa likiwaka kwa muda fupi kabisa. Wakati wanatupwa, tayari Yesu Kristo alikuwa ameshatulia kwenye tanuru na kuwaokoa. Ndio maana kati ya wale wenye uhai wanne, wenye vichwa vinne ambavyo niliwahi kusema ni attribute ya Jesus Christ, tai anawakilisha uungu wa Yesu. Mwanadamu anawakilisha ubinadamu wa Yesu. Ndama anawakilisha utumishi. Simba anawakilisha ufalme wa Yesu. Yesu ni simba wa Yuda, Bwana wa mabwana. Lakini alivyokuwa na wanafunzi, ametutumikia wanadamu mpaka akatuokoa. Hata Petro alishangaa wakati anataka kumnawisha miguu. Akasema, hutaniosha mimi miguu. Akasema, nisipokuosha unashirika nami. Ni alama ya utumishi. Tai ni alama ya wepesi na uungu, ambayo ni sifa ya Yesu Kristo. Kwa anaposema nimeokoa kwa mbawa za tai, ina maana gani? Pale katika bahari ya Shamu aliyekuwepo ni Yesu Kristo. Ukishaona tai ametajwa katika muktadha wote wa kiunabii, katika wepesi wake katika kuokoa, ukiona tai katajwa, ni Yesu Kristo mwenyewe ametajwa pale. Ndio maana anasema hapa, niliwabeba katika mbawa za tai. Ni Yesu aliyefika katika bahari ya Shamu na akafanya yale yote aliyofanya ili kumuokoa mwanadamu, kwa sababu mwenye mission ya kumuokoa mwanadamu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa utampata Yesu Kristo ni simba wa Yuda, utampata Yesu Kristo ni ndama au alama ya utumishi, utampata Yesu Kristo katika hayo mengine yote tuliyoyasema. Lakini ukiendelea anasemaje sasa? Mungu anamtafuta Israeli, anakuletea mchungaji na kutembelea nyumba kwa nyumba. Kuna mahali tulikuwa tuna majuma haya uamsho, nikaenda nikamwambia mchungaji aende kwa dada mmoja, akamwambia sina muda wa kutembelewa sasa hivi, niko busy. Nikasema anathubutu vipi mtumishi wa Mungu anakuja kwake kumuombea, alafu kwa mdomo wa kibinadamu unasema sina muda wa kuombewa, sina muda wa kutembelewa? Ni kujikinai kwa hali ya hatari. Mungu anakutafuta kila kona, anakutafuta namna hii. Hebu msikilize anasemaje, endelea. Fungu la 5 anasema 19:5, twende. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu. Hebu simamia hapo. Mungu anachotafuta kwetu kama wanadamu, namba moja ni kuisikiliza sauti ya Mungu kweli kweli. Ninachomaanisha hapa, kama wewe uko peke yako unapanga mipango yako, alafu ikatokea umepigiwa simu na mzee wa kanisa akikuomba uje kanisani ufanye jukumu, alafu wewe ile mipango yako ukaona ile kazi ya Mungu inaingilia ile mipango, alafu usije kanisani, hapo hujaisikiza sauti ya Mungu kweli kweli, bali umesikiliza sauti ya ile mipango yako. Kwa lugha nyingine, ile mipango yako iliyokuzuia kusikiliza sauti ya Mungu hapa kanisani, ile mipango yako ndiye Mungu unayemsikiliza. Kwa hiyo kilio cha Mungu anapowakusanya Israeli sasa katika mlima Sinai ili waje wamwabudu, kilio kikubwa cha Mungu
ni kuisikiliza sauti yake namna gani? Kweli. Alafu cha pili anachotaka kutoka kwetu ni vitu viwili tu. Mungu anataka kusikiliza sauti yake. Cha pili, kulishika agano. Mada ya leo ni chukizo la uharibifu. Hii mada ni mwendelezo wa pale tulipokomea katika kile kipindi kilichopita, na wakati ule tulisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 fungu la 15, ambapo alisema mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama patakatifu, asomaye na afahamu. Sasa ukishasoma kitu kwenye Biblia kinacholeta msisitizo, lazima uwe makini na hicho kitu. Kumbe kuna mtu ambaye akisoma atapata ufahamu, na kuna yule ambaye akipuuzia hatapata ufahamu. Hii ndio iliyonipelekea kuanza kuchunguza hili chukizo la uharibifu. Kama tunaelekezwa kwa Danieli, lazima tukamtafute Danieli tujue ana nini. Sasa hebu tusome Danieli, kwa sababu issue ni chukizo la uharibifu. Namba moja katika kitabu cha Mathayo sura 24:15 tunaambiwa chukizo la uharibifu limesimama patakatifu. Lakini katika Marko 13:14 tunaambiwa chukizo la uharibifu lililonenwa na Danieli limesimama pasipolipasa. Lakini Luka 21:20 anasema mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, jueni uharibifu wake umefanya nini? Na ndani ya mji wa Yerusalemu ndipo kuna patakatifu pa Mungu, au tuseme ndipo palipokuwa na patakatifu pa Mungu. Kwa hiyo kumbe uharibifu wa mji wa Yerusalemu utaletwa kwa sababu ya chukizo ambalo litasimamishwa pale na watu wakakubaliana nalo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuendelea kutafuta, nikagundua kuna kitu ambacho kwa Kiingereza wanasema abomination of desolation. Abomination ni machukizo. Likiwa moja au yakiwa mengi ni sawa, lakini ni chukizo au machukizo. Desolation ni uharibifu. Kwa hiyo namba moja, mwanadamu anajiletea chukizo, alafu akishajiletea chukizo, kinachofuata ni uharibifu unaoletwa kwa sababu ya kuruhusu chukizo. Kwa hiyo lazima tupite kwa umakini katika hizi aya kuangalia ili chukizo la uharibifu ambalo limenenwa na Danieli, kwa sababu Biblia inatuelekeza tuende kwa Danieli ili tukalijue chukizo ambalo limesimama patakatifu, limesimama pasipolipasa. Lakini tunaona kitendo cha jeshi la Rumi kuzunguka mji wa Yerusalemu ni chukizo ambalo sasa lilileta uharibifu wa mji wa Yerusalemu mwaka 70 AD. Hicho ndicho ambacho tunapaswa sasa kwenye somo hili tujikite sana kuangalia haya machukizo yalitoka wapi. Sasa hebu tumuulize Danieli kupitia kitabu cha Danieli sura ya 9:27. Msomaji, hebu soma 9:27. Danieli anasemaje? Sema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Huyo ni Yesu Kristo. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Huyo ni Yesu Kristo. Tutakuja kuangalia hiyo ramani ya unabii, jinsi ambavyo alifanya huduma mpaka akakomesha nini? Dhabihu. Sadaka na dhabihu. Na mahali anaposema
alikomesha sadaka na dhabihu, maana yake ni kwamba zile sadaka zilizokuwa zikitolewa na dhabihu za wanyama zilizokuwa zikitolewa zilikuwa zikimlenga Yesu Kristo. Alivyokuja Yesu Kristo akatoa mwili wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi, alizikomesha. Kwa hiyo pale ambapo watu walikuwa wakija kumwabudu Yesu Kristo na kwa njia ya kutoa kafara na sadaka za ondoleo la dhambi na sadaka nyingine walizokuwa wakizitoa, kwa sababu sasa Kristo mwenyewe amekuja na kivuli kimekwisha na uhalisia umepatikana, watu sasa wanapaswa wamwangalie Kristo, wasipaangalie tena pale mahali. Ndio maana ukijaribu kuangalia wakati Yesu anakufa pale msalabani, pazia la hekalu lilipasuka. Kwa hiyo ibada yoyote itakayoendelea kuendelezwa pale itakuwa ni chukizo la uharibifu, kwa sababu bado watu wataendelea kuwa wakiangalia kivuli wakati uhalisia umeshajitokeza. Kwa hiyo Yesu alichokuja kufanya ni kuondoa macho ya watu kutoka kwenye zile kafara na sadaka ambazo alizikomesha, wamwangalie Kristo sasa na huduma yake aliyoifanya, na hiyo anaendelea kuifanya kule mbinguni. Kwa hiyo kitendo cha kuacha kumwabudu Kristo sasa, alafu watu wanaelekea kwenye lile hekalu, na ndicho kilichoendelea. Watu waliendelea kuabudu katika lile hekalu. Mwisho wa siku Mrumi alivyokuja, alikuja na kitu kinachoitwa standard. Standard kwa Kiswahili ni beramu. Beramu ni aina fulani ya mti unaobeba bendera, na huo mti unaobeba bendera unapokuwa ukipelekwa na kusimikwa mahali, ina maana hicho kilichosimikwa hapo ndicho kinachotawala, kwa sababu bendera inaashiria utawala. Ndio maana kwenye vita watu walivyokuwa wakienda lazima uinue bendera ya ushindi juu. Kwa hiyo Warumi walivyokuja, baada ya kulibomoa hekalu, waliingia katika patakatifu, wakachomeka hiyo bendera au beramu ambayo inaitwa standard. Na hiyo standard juu yake kulikuwa kuna sanamu kubwa ya jua na sura ya tai, eagle, ilikuwa pale juu, kuonyesha kwamba mtawala aliyeko pale sasa hivi Mungu wake ni huyo aliyemchomeka hapo. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vilikuwepo pale. Na ndio maana anasema baada ya Yesu Kristo kukomesha ile sadaka na dhabihu, wale ambao hawakuambatana naye kumfuata Yesu Kristo wakaendelea kufanya ibada katika pale mahali, anasema kinachofanyika pale sasa ni chukizo la uharibifu. Na hilo chukizo la uharibifu sasa, Mrumi alivyokuja akazunguka na jeshi lake, alafu akachukua ile beramu iliyokuwa ina sanamu ya jua na igo akaichomeka pale. Ndio maana ya chukizo la uharibifu. Sasa tutaliangalia ile chukizo kadiri tunavyokwenda. Hebu turudi sasa kwenye ile fungu lote 9:27. Anasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Ndiyo. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa yote, pamoja na kwamba kuna huyo atakayepoteza watu waache kumwabudu Mungu, afanye machukizo, lakini mwisho ni ghadhabu itasimama. Na ndio maana unachokuja kukiona mji wa Yerusalemu ilivyofika mwaka 70 AD ulizingirwa na majeshi na kuharibiwa kabisa. Kilele kilikuwa kimefika cha uharibifu wa mji wa Yerusalemu, ambao tulijifunza hapa. Yesu alipouangalia aliona hilo chukizo la uharibifu litakavyosimama, akaona jinsi Yerusalemu itakavyoangamizwa, akaiangalia Yerusalemu akiwa mlimani, akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi nimetaka kukusanya kama kuku avikusanyavyo vifaranga vyake, lakini haukusikia. Anasema, light ungalijua ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Si kwamba hawa wanaofanya machukizo wote wanaelewa wanachokifanya, ni kwamba yamefichwa. Na sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuyatambua, lazima tuyatangaze ili wale watakaoshtuka waweze kuokolewa. Danieli sura ya 11 fungu la 31. Danieli sura ya 11 fungu la 31 anasemaje? Bado
tunarudi nyuma kwa sababu tumeambiwa tuangalie chukizo la uharibifu lililonenwa na Danieli, asomaye na afahamu. Kwa hiyo kama hatutasoma tunaweza tukapotea. Laiti kwa kuwa Mungu aliruhusu Danieli akaandika, basi haya yaliyoandikwa tukiyasoma yanaweza yakawa ni ufunguo wa sisi kuokolewa. Hebu soma. Anasema na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu. Ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Haya, ukirudi kitabu cha Marko 13:14 anasema hapo utakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi. Na Danieli 11:31 anasema wenye silaha watauzunguka mji. Kitu kinachozungumziwa ni kile kile kimoja. Na ukisoma hiyo Danieli 11:31 vizuri, utaona jinsi ambavyo anasema watapanajisi patakatifu pa Bwana, ambako Bwana alikuwa akiabudiwa. Na wanapanajisi kwa namna gani? Badala ya Mungu kuabudiwa pale, ndipo sasa unaona pale alikokuwa akiabudiwa Mungu wanasimamisha miungu ya Kirumi kwa kuweka zile beramu zilizochorwa sanamu za hiyo miungu. Pana najisiwa. Ndio hivyo vitu ambavyo tunaviona katika Danieli. Lakini Danieli pia hebu tuangalie ili chukizo amelizungumzia pia katika Danieli 12:11. Kwa hiyo utakuta Danieli 9:27 chukizo linasimamishwa kwa mujibu wa Danieli. Danieli 11:31 chukizo linasimamishwa. Danieli 12:11 chukizo linasimamishwa. Lakini Danieli 9:27 wakati Yesu anakomesha sadaka na dhabihu, alafu yeye anasimama kama mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili yetu, wale wote ambao hawatamwangalia Yesu wakabaki sasa na ile ibada ambayo tayari ndani yake limesimamishwa chukizo la uharibifu watapotea. Lakini Danieli 11:31 tumeona pia pale ambapo walikuwa wakitegemea kwamba mji wa Yerusalemu ndio mji utakaookoa, inaonekana wenye silaha ambayo inaenda kabisa na Marko 13:14 wanasimama na kuunajisi mji, kisha wanasimamisha chukizo la uharibifu. Na sasa Danieli 12:11 tunapoangalia haya machukizo na namna ya kukwepana nayo, kwa sababu hakuna namna tutakaweza kupona tusipozingatia Mathayo anayesema kwamba patakatifu litasimamishwa chukizo la uharibifu, asomaye na afahamu. Sasa kama hatusomi tutaponaje? Msomaji, hebu endelea. Danieli 12:11 anasema na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Na kwa kuwa tumeona jinsi ambavyo Agano Jipya limetuelekeza kwa Danieli, na tumeona Danieli akituonyesha funguo, hebu sasa tuangalie ili chukizo la uharibifu lilianzia wapi mpaka sasa linakuja kuonekana patakatifu wakati Yesu anapomaliza huduma ya ukombozi na kumwokoa mwanadamu. Lakini bado watu hawamwangalii Mwokozi, wanaenda kuangalia chukizo la uharibifu na kuliabudu chukizo la uharibifu badala ya kumwabudu Mungu ambaye amemleta Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu. Kiini cha somo la leo, tusiangalie chochote kilicho katika kaida za kidini, bali tumwangalie Yesu Kristo anayeokoa. Ndio kiini cha huduma ya leo. Lakini kumbuka, somo ni chukizo la uharibifu. Hebu sasa turudishe mawazo yetu wakati ambapo ni mwaka 1445 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo. 1445, huu ndio mwaka unaoaminiwa kuwa wana wa Israeli walianza safari kutoka kwa Farao. Kwa kadiri ya miezi mitatu wakafika Sinai. Mwaka 1445 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu akikuuliza ilichukua muda gani ya safari kutoka katika mji wa Farao mpaka wanakuja kufika kwenye mlima Sinai, ambapo Mungu aliwaleta pale kwa kuwa walikuwa wameharibiwa na tamaduni za Kimisri,
Mungu aliwaleta pale ili awape shule na afanye agano thabiti pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilichukua miezi mitatu. Ilivyoisha walifika Sinai. Na walipofika mlima Sinai, Mungu alitaka kufanya agano pamoja nao na alitaka kuwafanya Israeli kuwa watu wake. Mungu halazimishi. Na kwa sababu Mungu halazimishi, alikuwa anafanya mazungumzo na Musa, na alimkubali Musa kuwa mtumishi wake. Alikuwa akijifunua kwa Musa, akataka afanye mazungumzo na Musa ili Musa aongee nao. Na ndio maana unaona walipofika mlima Sinai, alitaka kufanya agano nao na alitaka kuwafanya Israeli kuwa watu wake. Chini ya mlima Sinai anaonekana Mungu akiongea na Musa kumwambia kuwa awaandae watu wa Israeli ili waweze kukutana naye pale mlima Sinai. Anajua wameharibiwa kule Misri. Walikuwa wakiabudu miungu kule Misri. Walitoka wakaenda Misri kama familia ya Yakobo. Wamekaa Misri, mpaka wamekuwa makabila. Wamezaana mpaka unapata yale makabila 12 ya taifa la Israeli wakiwa kule Misri. Miaka 400 wamepoteza dini waliokuwa nayo kabisa, kwa sababu ni watumwa, wanafanya kazi kila siku, hawajui hata namna ya utunzaji wa sabato ni nini. Wamekuwa wakiabudu miungu ya Misri. Ndio maana Mungu lazima awachukue, awape crash program ili kwamba waanze kumwabudu yeye. Kwa hiyo lazima aende nao kama walivyo. Wakiwa kule Misri katika hali waliokuwa nayo, hawakupata nafasi ya kumwabudu Mungu. Na hapo katikati, wakati anawasafirisha kufika katika eneo la Sinai, ilibidi kwanza aanze kuwafundisha na kurejesha tena sabato. Mungu alipofanya zoezi la kushusha mkate kwa siku 6, alafu siku ya 7 mkate haukuonekana, watu wanaweza wakafikiri ilikuwa ni tukio la kawaida. Walikuwa wamepoteza tarehe ya kuabudu, walikuwa hawajui sabato. Mungu aliiumba sabato toka wakati wa uumbaji, na sabato akaitunza mpaka Israeli alipokuja kwenda Misri. Pamoja na kwamba aliipoteza, Mungu aliirejesha kwake kwa sababu ni taifa teule, akimpa siku za kuhesabu. Akahesabu 1 mpaka 6, 7. Hivyo Israeli akaingiza kwenye kumbukumbu yake, kumbe nitaokota mkate kwa siku 6 na siku ya 7 nitapumzika, sitaokota mikate. Kwa hiyo akawa amerudisha ile sabato, haikupotea. Yaani kutoka Misri, kutoka uumbaji mpaka walipokuja kwenda Misri walikuwa naye. Kule Misri ikapotea wakati wakiwa utumwani. Walivyotoka utumwani, Mungu akawarejeshea tena sabato. Wakaanza kuhesabu katika zile siku. Alivyomaliza kuirejesha sabato, anawaleta Sinai aje awape amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tutajifunza katika siku ya kesho, hizi amri 10 hazikushushwa hivi hivi, zilishushwa kwa display kubwa. Watu walitetemeka mpaka wanamwambia Musa, hatuwezi kusimama mbele ya huyu Mungu, hatuwezi kusimama mbele yake. Tunaomba wewe ndio ukanene naye na sisi tutakusikiliza. Katika Kutoka 19 fungu la 4 mpaka la 6, msomaji utanisomea. Kutoka 19 fungu la 4 mpaka la 6. Mungu anahitaji wamwabudu kwa uhuru, hahitaji awalazimishe. Hivyo anatafuta mahusiano. Ukiulizwa kati ya Mungu na mwanadamu ni nani anayetafuta mahusiano, utakuta siku zote Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu, lakini mwanadamu ana kawaida ya kumkimbia Mungu. Hata vipindi vya maombi kama hivi unavyoviona hivi, satellite unazoziona hizi, ni Mungu anamtafuta mwanadamu. Na hivyo Mungu lazima ajionyeshe kwa mwanadamu, ajionyeshe haki yake kwa mwanadamu, aonyeshe wema wake kwa mwanadamu, ili mwanadamu amkubali, kwa sababu halazimishi. Utawala wake ndivyo ulivyo. Lakini ukimsumbua mpaka dakika ya mwisho, kwa kuwa yeye ni mwenye haki, anapoenda kuharibu uovu na wewe umeng'ang'ana na uovu, lazima akuharibu, kwa sababu hapatani na uovu. Anamtaka mwanadamu, lakini hazitaki dhambi anazozitenda mwanadamu.
Sasa mwanadamu akifanya kuwa dhambi ni pati na parcel ya maisha yake, lazima ataharibiwa. Na hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tukiangalia katika siku ya leo. Kutoka 19:4-6. Hebu sikiliza Mungu anavyosema. Anasema, Ndiyo. mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri, Naam. na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Unaona, Mungu anaanza kusema, angalieni ninavyowapenda. Mlikuwa watumwa, nimewatoa kule Misri. Anapozungumzia mbawa za tai, ni jinsi ambavyo aliwaokoa Israeli. Nyuma kuna jeshi la Farao, huku kuna majabali na huku kuna majabali, lakini kwa bahati Mungu akaweza kumsababisha Israeli akavuka katika bahari ya Shamu. Kama sio mbawa za tai, kama sio uwezo wa Mungu, wangewezaje kuvuka? Na tai siku zote ndio maana anawakilisha uungu, anawakilisha swiftness, yaani ni kitu kinachoruka kwa wepesi, kitu kinachokimbia. Tai ana nguvu sana na uwezo mwingi wa kukimbia. Ndio maana anafananishwa na uungu, anafananishwa na Yesu Kristo. Ndio maana kati ya wale wenye uhai wanne walioko kwenye kile kiti cha enzi, mmoja ana kichwa cha tai. Ni mwepesi katika kuokoa wakati wa majanga. Ndiye aliyewaokoa wale vijana watatu kwenye tanuru lilokuwa likiwaka kwa muda fupi kabisa. Wakati wanatupwa, tayari Yesu Kristo alikuwa ameshatulia kwenye tanuru na kuwaokoa. Ndio maana kati ya wale wenye uhai wanne, wenye vichwa vinne ambavyo niliwahi kusema ni attribute ya Jesus Christ, tai anawakilisha uungu wa Yesu, mwanadamu anawakilisha ubinadamu wa Yesu, ndama anawakilisha utumishi, simba anawakilisha ufalme wa Yesu. Yesu ni simba wa Yuda, Bwana wa mabwana. Lakini alivyokuwa na wanafunzi, ametutumikia wanadamu mpaka akatuokoa. Hata Petro alishangaa wakati anataka kumnawisha miguu, akasema, hutaniosha miguu. Akasema, nisipokuosha unashirika nami. Ni alama ya utumishi. Tai ni alama ya wepesi na uungu, ambayo ni sifa ya Yesu Kristo. Kwa anaposema nimeokoa kwa mbawa za tai, ina maana gani? Pale katika bahari ya Shamu aliyekuwepo ni Yesu Kristo. Ukishaona tai ametajwa katika muktadha wote wa kiunabii, katika wepesi wake katika kuokoa, ukiona tai katajwa, ni Yesu Kristo mwenyewe ametajwa pale. Ndio maana anasema hapa, niliwabeba katika mbawa za tai. Ni Yesu aliyefika katika bahari ya Shamu na akafanya yale yote aliyowafanya ili kumwokoa mwanadamu, kwa sababu mwenye mission ya kumwokoa mwanadamu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa utampata Yesu Kristo ni simba wa Yuda, utampata Yesu Kristo ni ndama au alama ya utumishi, utampata Yesu Kristo katika hayo mengine yote tuliyoyasema. Lakini ukiendelea anasemaje sasa? Mungu anamtafuta Israeli, anakuletea mchungaji, anakutembelea nyumba kwa nyumba. Kuna mahali tulikuwa tuna majuma haya uamsho, nikaenda nikamwambia mchungaji aende kwa dada mmoja, akamwambia sina muda wa kutembelewa sasa hivi, niko busy. Nikasema anathubutu vipi mtumishi wa Mungu anakuja kwake kumwombea, alafu kwa mdomo wa kibinadamu unasema sina muda wa kuombewa, sina muda wa kutembelewa? Ni kujikinai kwa hali ya hatari. Mungu anakutafuta kila kona, anakutafuta namna hii. Hebu msikilize anasemaje, endelea. Fungu la 5 anasema 19:5, twende. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu. Hebu simamia hapo. Mungu anachotafuta kwetu kama wanadamu, namba moja ni kuisikiliza sauti ya Mungu kweli kweli. Ninachomaanisha hapa, kama wewe uko peke yako unapanga mipango yako, alafu ikatokea umepigiwa simu na mzee wa kanisa akikuomba uje kanisani ufanye jukumu, alafu wewe ile mipango yako ukaona ile kazi ya Mungu inaingilia ile mipango, alafu usije kanisani, hapo hujaisikiza sauti ya Mungu kweli kweli, bali umesikiliza sauti ya ile mipango yako. Kwa lugha nyingine, ile mipango yako iliyokuzuia kusikiliza sauti ya Mungu hapa kanisani, ile mipango yako ndiye Mungu unayemsikiliza. Kwa hiyo kilio cha Mungu anapowakusanya Israeli sasa katika mlima Sinai ili waje wamwabudu,
kilio kikubwa cha Mungu ni kuisikiliza sauti yake namna gani? Kweli. Alafu cha pili anachotaka kutoka kwetu ni vitu viwili tu. Mungu anataka kusikiliza sauti yake. Cha pili, kulishika agano. Na mara nyingi huwa nawaambia na huwa nawasomea kile kiapo wakati naenda kubatiza watu, nasomaga ile 17:19 Ezekieli. Mtumishi utaenda hapo afu tutarudi hapa. 17:19 Ezekieli anazungumzia habari ya viapo na maagano. Unapobatizwa alafu ukafika mahali ukainua mkono wako juu ukasema ndio ninaamini, ndio ninakubali, ni agano. Tunawasomea watu viapo bila kuwaambia kwamba hapa sasa ni agano la ndoa kati ya wewe na Mungu. Ndio maana ya ubatizo. Yaani wewe unafunga ndoa na Mungu. Ndio maana Mungu ni mkali kwa wale watu ambao wanacheza na ndoa zao za duniani, kwa sababu ile ndoa yako na mke wako ni kivuli cha ndoa kati ya wewe na Mungu. Kwa hiyo ikiwa utafeli kati ya wewe na mke wako, ina maana moja kwa moja umefeli katika uhalisia kati ya wewe na Mungu. Kama wewe ni mwanamke umeshindwa kumtii mume wako, hata Mungu utaweza kumtii. Na wewe kama ni baba umeshindwa kuonyesha upendo kwa mke wako kutokana na utii wake kwako, basi unatakiwa uelewe hata Mungu utaweza kumtii. Kwa hiyo ndio maana kuna maagano mawili magumu, agano la ndoa na agano la ubatizo. Na hili agano la ndoa na agano la ubatizo yamejikita katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Sasa Mungu anasema yakivunjwa ni chukizo. Hebu soma. Anasema, Basi Bwana Mungu asema hivi. Kama mimi niishivyo, hakika kiapo changu alichokidharau, na agano langu alilolivunja, nitampatiliza kichwani pake. Hebu angalia, unaelewa maana kupatilizwa? Sijui kwa Kiingereza inamaanisha nini, kama kuna mtu amefungua simu yake hapo, lakini anaposema nitampatiliza kichwani mwake, nitammaliza. Majura, hivi kupatiliza ni kufanyaje? Hapo amesemaje? Ezekiel 17:19. Hebu tujaribu kuangalia yani kilio changu mara nyingi kanisani. Uliapa we mwenyewe kabla sijakupeleka kwenye kisima cha ubatizo. 17:19. Ezekiel. Nisomee upande wa Kiingereza. Amezungumzia oath. Wewe ni mwanasheria utatuambia vizuri habari ya oath. Agano lilovunjwa. Sasa kurecommence hiyo tena imeshakuwa msamiati mwingine. Recommence ni nini? Ni kukata shingo. Yaani hiyo tu ni shingo inafanywa nini? Sababu kupatilizwa kichwani lazima shingo iondoke. Ukikatwa mkono si utaishi? Kichwa kikikatwa hakuna pa kuishi. Sasa si unaona anazungumzia oath, na kwenye oath pale kwenye kiapo anasema umekidharau. Lakini kwenye agano umelivunja. Sasa hebu nisikilizie hapa. Uliapo ukasema uko tayari kulisaidia kanisa kwa zaka na sadaka, ukanyoosha mkono, hiyo tayari ni oath. Unaelewa vizuri? Hiyo ni oath, ukanyoosha mkono ukasema ndio nakubali. Ndio maana mahakamani wanainua Biblia juu. Alafu leo unaanza kubishana tena. Mimi naleta tu zaka, sileti sadaka. Unajua unabishana wewe mwenyewe na kichwa chako. Yaani unachukua sime unaiweka kwenye nini? Kwa sababu ndicho kinachosemwa hapa. Sasa turudi kule kwa 19 fungu la 4 mpaka la 6 ndio tulikuwa tunaendelea. Anasema sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu. Mungu ndo anachotaka. Kile ulichokiapa siku ya ubatizo ukishika. Haleluya. Amen. Na kwa kuwa unakishika hicho kitu ulichokiapa siku ya ubatizo na ukasimama nacho,
na kuisikia sauti inapokuambia kufanya mambo ya Mungu kanisani bila kubishana nayo? Anasemaje hapo mbele? Hapo ndipo. Anasema hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu. Mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Haleluya. Hivi tunu. Tunu ni nini? Hebu tujaribu kuangalia na wakoloni wanasemaje. A peculiar treasure unto me. Above all people. Sasa tunaona a peculiar treasure, kwamba tukisikiliza sauti yake, alafu tukishasikiliza sauti yake na kushika agano lake, atatufanya kuwa tunu kwake, tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Unaona jinsi tunavyopoteza Alafu maana dunia yote ni mali yangu. Anamwambia Israeli utakuwa tunu kwangu. Na ndicho anachokuambia leo. Uliapa nini? Nataka sasa nije nitengeneze karatasi, bango, lionyeshe viapo vyote nilibandike pale nyuma. Kwa sababu wengine tumesahau. Nitatengeneza viapo vyote vya ubatizo niweke hapo nyuma. Nikishaweka hapo ukipita unasoma. Alafu kila robo nitakuwa nawasomea. Kwa sababu nishagundua naweza nikawa mimi mwenyewe ninapotea, au nilionao nao wanafanya nini? Wanapotea. Angalau nivipitie afu nijipime katika hivyo viapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini? Mtakuwa tunu kwangu. Alafu anasema sio tu kuwa tunu, mtakuwa kwangu ufalme, na sio tu kuwa ufalme, makuhani, na sio tu kuwa makuhani, taifa takatifu. Ni kipi ulichoacha? Kwanza wewe ni mwana wa mfalme. Alafu wewe ni mtoto wa askofu. Wewe ni mwana wa kuhani, alafu wewe ni mwana wa mfalme, alafu wewe ni tunu kwa baba yako ambaye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nini tunachokikosa mpaka tukose raha ya namna hii tuliyoahidiwa? Ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Kesho tutaendelea, lakini kabla ya kuendelea kesho, hebu tutafute majibu ya hawa wananchi. Kitabu cha Kutoka 19:8. Lakini hebu nenda nyumbani na vitu vitatu. Wewe ni tunu kwa Mungu, wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni kuhani, alafu wewe ni taifa takatifu. Nani atakugusa? Yaani kweli kabisa katika dunia, shughuli za dunia hii zikusababishe uache kuwa mtoto wa rais, uache kuwa mtoto wa askofu, uache kuwa tunu kwa Mungu, uache kuwa taifa takatifu. Ni nini kitakachokutenga na hii kitu? Paulo alivyoulizwa akasema amegundua hata kifo wala upanga hakuna kitakachomtenga na upendo wa namna hii. Ndio Mungu anataka kufanya wewe kuwa tunu, alafu bado unakataa. Ni jambo la kusikitisha ikiwa tutaacha hivi vitu vidondoke. Hebu nisomea hapo tufunge. Kutoka 19:8. Wananchi wamesikia. Anasema watu wote wakaitika pamoja wakisema, naam, hayo yote aliyosema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu akafurahi. Mungu alifurahi. Na ndio maana anamwambia Musa, kama wamesema hivyo, Kutoka 25:8, sasa ninakuja kukaa nao. Ninashuka duniani kuja kukaa nao. Nimechoka na wapenda watu wangu. Kama Yesu alivyoshuka mpaka kuja kumuokoa mwanadamu. Anasema ninashuka mimi kuja duniani. Kwa hiyo hebu soma Kutoka 25:8. Nasema nao na wanifanyie patakatifu. Nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwisha jamani. Ni nini tena tunachokitafuta? Kumbe ukisikiliza sauti ya Mungu kweli kweli, ukashika agano lake, unakuwa tunu kwake kuliko mataifa mengine yote, unakuwa taifa takatifu, unakuwa kuhani, unakuwa mwana wa mfalme. Hivi vyote tunavipoteza kwa sababu tu ya kipande kidogo cha mkate ambacho shetani amekimega, anakuwekea hapa, anakuvuta kama vile panya anavyoletwa kwenye mtego, kama vile chambo inapowekwa kwenye samaki,
ili uende ukanaswe, alafu unaacha uzuri mkubwa namna hii katika mkono wa pili, mkono wa kuume wa Mungu. Mungu atusaidie tuweze kuokolewa.